show. Sasa leo tutayajibu maswali, tutaanza kuyajibu maswali haya. Kwa hiyo nikukaribishe uweze kuandaa kalamu yako na daftari mahali ulipo. Kama unatufuatilia huko pale nyumbani, ni vizuri ukajua kwamba katika Biblia kuna sabato za aina mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye Biblia kuna sabato za aina mbili. Kwanza neno sabato, tutaanza hapo leo kujifunza neno sabato. Sabato ni nini? Jana tumejifunza ya kwamba sabato ni siku ya saba ya juma la uumbaji ambayo ni ya kupumzika, yaani ni pumziko la siku ya saba ya juma. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu sabato, maana yake tunazungumzia habari ya pumziko. Tunazungumzia habari ya pumziko. Sasa tunazungumza pumziko kwa upana wake. Kuna pumziko kimwili, kuna pumziko kiroho, na sabato inahusisha haya mambo yote mawili, kupumzika kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ndio maana leo tutajifunza kwa upana sasa sabato ya aina ya pili. Jana tumejifunza sabato ya aina ya kwanza, ambayo hii kimsingi ilikuja kabla ya dhambi, kadri tulivyojifunza katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Ninawakumbusha tu, hatutasoma, ila tulijifunza sabato aina ya kwanza ya kwamba ilikuwepo mwishoni mwa juma la uumbaji. Ukisoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3 tulijifunza hiyo. Lakini tulijifunza ya kwamba hiyo sabato ya siku ya saba Yesu pia alipumzika, na yeye alikuwa anakwenda kanisani siku hiyo ya sabato, ambayo pia tulisoma kitabu cha Luka sura ya 4 na ule mstari wa 16, na ukisoma Luka sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6, ukisoma pia Marko sura ya 2 mstari wa 27 na 28. Hayo ni mafungu yanayoonyesha ya kwamba sabato ya siku ya saba ilitunzwa na watu wa zamani na hata wanafunzi wa Yesu, na tukajifunza ya kwamba hata wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka, wale tu wanawake waliokuwa wanaishi na Yesu, wanamhudumia kwa chakula na mavazi na kila kitu, wale aliokuwa nao siku ile alipokufa, Biblia jana tumejifunza ya kwamba waliweka tayari manukato siku ya Ijumaa, na siku ya sabato Biblia inasema wakapumzika kama ilivyoamriwa. Ya kwamba kama sabato ya siku ya saba ingelikuwa imeishia msalabani na msalaba ulikuwa Ijumaa, hao wakina mama wasingekwenda tena kupumzika siku ya Jumamosi, kusingekuwa na haja. Lakini tukaona kwamba jana ya kwamba sabato ya siku ya saba mitume wa Yesu walipumzika katika sabato ya siku ya saba. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tulisoma sura ya 13 na tukasoma mstari wa 42 hadi wa 44, lakini pia tulijifunza katika Matendo ya Mitume sura ya 16, 13. Ukisoma Matendo ya Mitume pia sura ya 17 mstari wa 2, Biblia inaeleza kwamba mitume walikuwa wanapumzika siku ya sabato. Tena katika Matendo ya Mitume hiyo sura ya 10, naomba jamaa urudie hapo mstari huo angalau tuweze kusoma. Tunapokazia juu ya sabato ya siku ya saba, ni siku ya kusali. Na leo watu wote wanapokwenda makanisani wanasema tunakwenda kanisani kwenda kusali. Na hivyo sasa siku ya kusali ni siku ya sabato kwa mujibu wa Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 13. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 fungu la 13. Naam, neno la Bwana linasema hivi, ndio, hata siku ya sabato ndio tukatoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukazani ya kuwa ndio pana mahali pa kusali. Tukazani ya kuwa hapo nje ya lango pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema, na wanawake waliokutana pale,
tukaketi na kusema na wanawake waliokutana pale. Basi Biblia inatueleza ya kwamba siku ya kusali ni ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hiyo Sabato ya kusali hiyo ni ya siku ya saba, ambayo kimsingi mitume walipokuwa wanahubiri, na fungu hili linaeleza ni wakati Paulo ametoka, ameenda Antiokia, amefika mahali ambapo ni mgeni, lakini anatambua kwamba katika miji hii ya Antiokia wako watu wa Mungu ambao wanasali katika siku ya Sabato siku ya Sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo Paulo akaenda, aliona wanawake wanatoka nje ya mji wanaelekea mahali fulani, akajua huenda wanaenda kusali, akaongozana akawafuata huko, akijua labda wanaenda kusali, na kumbe walikuwa wanakwenda mahali ambapo wanafanya shughuli za kufanya usafi wa nguo na vitu vingine. Hawa walikuwa ni wanawake ambao bado walikuwa hawajampokea Yesu, waliokuwa katika nchi hii ya Antiokia. Paulo akazungumza, akahubiri, na katika mazungumzo hayo neno la Mungu linatuthibitishia mwanamke mmoja Lydia, ambaye ni mwenye kufuma rangi ya zambarau, akampokea Yesu, akamwamini Yesu, akabatizwa. Sasa Sabato ya siku ya saba tulijifunza pia ya kwamba mbinguni itakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sabato ya siku ya saba mbinguni itakuwepo, na tulijifunza kitabu cha Isaya sura ya 66 mstari wa 23 hadi wa 22 hadi 23, ambapo inasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na utakuja mbele zangu. Anasema na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo inaonyesha kabisa watakaokombolewa. Anaposema wanadamu wote, sio wanadamu wote wanaoishi leo, ni wanadamu wote watakaokombolewa. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa siku za leo kuna wanadamu ambao wanasali Ijumaa. Kimsingi, kwa mujibu wa Biblia, hawawezi kuingia mbinguni wakaanza kushangaa wanapoitwa kwenda kusali siku ya Sabato. Haiwezekani. Kuna wanadamu wanaosali Jumapili. Kimsingi Mungu hawezi akawapeleka mbinguni wakaanze kushangaa. Mungu anawaambia Sabato, Jumamosi nendeni kanisani, nendeni mkasali. Wataenda kumbishia. Kama wanaweza kubishi sasa, wanaweza wakaenda kubishia hata mbinguni. Kwa hiyo ukisikia wanadamu wote, ni wanadamu watakaokombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana utii unaanzia hapa duniani. Kama sasa duniani Mungu anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase, watu wanaenda shambani siku ya Sabato, alafu Jumapili wako kanisani, unatarajia Mungu akupeleke mbinguni uende ukafanya mapinduzi Jumamosi uende shambani, alafu Mungu akwambie njoo siku ya Sabato kanisani? Sitaanza ubishi huko. Kwa hiyo wataenda wale ambao watakuwa wamekombolewa. Ukisikia wanadamu wote, neno la Mungu linaashiria ya kwamba ni wanadamu ambao watakuwa wamekombolewa. Hao watakwenda kuabudu mbele za Mungu siku ya Sabato. Maana hata leo, jana tumejifunza hapa neno la Mungu, mafungu mengi sana yalieleza juu ya Sabato ya siku ya saba, lakini kuna watu walibishi. Kuanzia jana walikuwa wanabishia, na leo pia wanabishia, na kesho wataendelea kubishia. Sasa hao Mungu anawezaje kuwapeleka mbinguni? Sio tenda wakaanze kumbishia huko. Mungu hawezi kuwapeleka wabishi mbinguni, anawapeleka watiifu. Sasa leo tutajifunza habari ya aina nyingine ya Sabato ambayo haihusiani na siku ya saba. Kwa hiyo Mungu ninampenda jambo moja, hataki kutuacha gizani, na hivyo tutajifunza tukiwa tunaangalia hasa msingi wa somo la leo utajikita katika Wakolosai sura ya 2 na ule mstari wa 16 na wa 17. Wakolosai sura ya 2 ndio msingi wa Sabato, ambayo ni Sabato ambayo siyo ya siku ya saba. Kulikuwa na Sabato zingine katika taifa la Israeli ambazo hizi Sabato zilikuja baada ya dhambi kuingia duniani, lakini Sabato ya siku ya saba imekuwepo kabla ya dhambi. Lakini hii Sabato tunayokwenda kujifunza leo ni Sabato ambayo imekuja baada ya dhambi. Hizi Sabato zimekuja baada ya dhambi, na ndizo tunazoanza katika msingi wa kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 16
nimkaribishe sasa msomaji aweze kusoma. Karibu sana. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 kuanzia ile fungu la 16 inasemaje hapo? Neno la Bwana linasema hivi: Naam, basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji. Neno la Mungu linaanza na kusema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Hapa katika fungu hili kuna mambo matano ambayo tutayaona yapo kwenye furushi moja katika fungu hili. Kwa hiyo tutayaangalia moja moja, na ndipo tutakapoelewa ya kwamba sabato inayotajwa hapa sio sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo endelea kufuatilia tunaposoma kitabu hicho. Tulichosoma kinasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula. Kwa hiyo kundi la kwanza ni vyakula. Tuende la pili, au vinywaji. Tunaangalia kwamba fungu la pili, yaani kundi la pili katika yale makundi matano tutakayoangalia katika Wakolosai sura ya pili mstari wa 16. Jambo la pili tunalokwenda kuliangalia ni vinywaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Twende mbele tuangalie kundi la tatu. Kundi la tatu linasema au kwa sababu ya sikukuu. Kundi la tatu tunaloliangalia katika Wakolosai ni mpango mzima wa sikukuu. Kundi la nne, naam, au mwandamo wa mwezi. Fungu la tatu au kundi la tatu linalopatikana katika Wakolosai sura ya pili ni swala la mwandamo wa mwezi. Twende jambo linalofuata la tano sasa, la mwisho. La tano na la mwisho, au sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tutaangalia sabato, aina nyingine ya sabato ambayo haihusiani na siku ya saba. Yenyewe ilikuwa ni kwa ajili ya upatanisho. Sabato hii tunayosoma katika Wakolosai sura ya pili mstari wa 16 inahusiana na upatanisho wa dhambi. Yaani tunaweza tukaanza sasa, baada ya kulielewa katika hayo mambo makubwa matano, tuanze sasa kupata majibu ya sabato hii katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa kwanza. Kuna mambo ambayo ni lazima tuyajenge, tuyasikilize na uone jinsi yanavyoambatana. Karibu fungu la 17, naanzia fungu la 17 alafu uende Waebrania sura ya 10 mstari wa kwanza. Hatukusoma fungu la 7 hapo, ili tuelewe fungu la 17 hapo la Wakolosai. Kuna kitu tunaelezwa hapo. Asante sana. Wakolosai hiyo sura ya pili fungu la 17 ndio anasema hivi: mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Mambo hayo matano yanayoelezwa katika Wakolosai sura ya pili, Biblia inasema mambo hayo ni kivuli, bali mwili ni wa Kristo. Kwa hiyo tunaangalia habari za mambo hayo matano, ya kwamba hayo mambo matano ni kivuli. Sasa hayo mambo matano yalikuwa yanahusika na nini? Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa kwanza, tuangalie mambo yanayohusika na kivuli ni mambo ya aina gani. Karibu msomaji. Neno la Bwana linasema hivi: naam, basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo. Biblia inaripoti ya kwamba basi kwa kuwa torati ni kivuli cha mambo yatakayokuwa. Yenyewe torati sio jambo lenyewe. Sasa ni lazima tuangalie, anaposema torati anamaanisha kona ipi? Biblia iko wazi katika kitabu kile cha Ezekieli sura ya 45. Ezekieli sura ya 45 atatutajia mambo hayo matano na jinsi yalivyokuwa yanahusiana na kivuli cha mambo yatakayokuwa, na tutaangalia ni namna gani hayo mambo yatakuwa. Karibu msomaji. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 45. Ezekieli sura ya 45 fungu la 17. Neno la Bwana linasema hivi: naam,